Ni mchezo mgumu. Jaribu kuangalia Simba ni timu nzuri na naweza sema kuwa ni mipango kwa upande wetu sisi. Najua tumejipanga, tunajua ni timu nzuri. Mchezo uliopita nyumbani tulipata sare ya kutokufungana goli 1-1. Tumekuja hapa tukijua tunacheza timu gani, na anajua Simba ni timu katika, ukiangalia katika ligi ile front line yao attacking na midfield wako vizuri, so ni vijana wangu kuweza kutekeleza yale ambayo tumeyafanya katika mazoezi na kuweza kujipanga, maana kuangalia kuwa tunakuja kupigana, tunakuja kusema kuwa tunakuja kuacha hapa, tunakuja kupigana. Tumekuwa na rekodi mbaya kwa michezo 2-3 ya nyuma, nasema kuwa tumefanyia kazi sisi kama benchi la ufundi. Tumejaribu kukaa vikao vingi na wachezaji, tumekaa tumeongea, tumeweza kuona kuwa wapi tumekwenda wrong na wapi umekwenda wrong, na nafikiri vikao vimekuwa positive, na ukiangalia vijana pia wameonyesha kuwa yale yote yamefanyika nyuma hapo, watu waje kwa uwanja waweze kuona kuwa timu imebadilika. Na naweza sema kuwa kulingana vile siku 2-3 baada ya break international iliwapa kidogo ya off baada ya mchezo wetu na Prison, iliwapa off ya siku kama 2-3. Wamerudi, tumeyafanyia kazi, tumeongea na naona vijana wenyewe kama wataweza kubeba kile ambao tumekuwa kifanya kwa mazoezi kwa hizi siku 2-3. Sina uoga wote wa kuweza kutoka na matokeo ama kupata pointi. So ni sisi kumomba Mwenyezi Mungu kuweza kuona kuwa vijana wanatoka ndani ya uwanja salama salimini. Kijaribu kuangalia Simba kuna kitu hapo wanajaribu kutengeza, na nilisema hapo nyuma awali kuwa kuna kitu wanakitengeza, na nafikiri imefika situation pale unaangalia wamekuwa bora. So mimi kama mwalimu na najua na mbinu zangu za kuweza kuwadhibiti pia. So vijana wangu najua kutokufanya makosa, maybe wajaribu wacheze bila makosa yote, najua mchezo utakuwa mzuri, na nafikiri mashabiki watoka uwanja wanafurahia. So mimi niseme tu vijana wangu kama wanaweza kucheza kama timu, tuwatae kama timu, tudefend kama timu, sina uoga. Maana mimi always nimekuwa na timu yangu, sijaisema kuwa tunacheza na striker mmoja. Mimi nakwenda ku attack. The best of defending is by attacking. You attack more, unasukuma timu opponent mpinzani anarudi kwao. So mimi nita attack na mbinu ambapo unajua once nita attack watarudi nyuma, once wakija kwangu tu defend kama timu. So mimi sina uoga wote, na kulingana na wachezaji wangu nishawapanga wako vizuri, na kuweza kuona kuwa wanapata matokeo. Hatujakuja kutembea huku, tumekuja kutafuta pointi moja, ikipatikana 3 sawa. So tumekuja kutafuta hizo pointi, maana ligi ukiangalia jedali pia liko vizuri. So ni sisi na vijana wangu tuweze kuona kuwa tunafanya vizuri katika huu mchezo wa kesho. Nimekuwa always nikiwaambiaga mashabiki wangu wa Mwanza ama timu yetu ya Pamba, nimekuwa nikiwaambia wasikae mbali na timu yao. Wale waliopo Dar es Salaam waje kwa wingi, namba itakuwa kidogo najua, waje kwa wingi waweze kusupport timu yao, na always wasiniwachie timu mwenyewe, waje karibu, manake tukishikana pamoja najua timu itakuwa vizuri. So mimi nawaambieni tu bado mashabiki wangu kuwa tuombeni timu yetu, na najua mambo yatakuwa mazuri. Ligi imekuwa tough, na ukiangalia bado tunasukuma, na wasife moyo, manake always mwalimu akiingia kwa timu day one, nimeingia nikaweka timu yangu kuwa ni timu ya kupambana, na kila mtu ameona. So kile kimetokea hapa nyuma, nafikiri pointi zile tumekuwa maybe zilipotea. Tumekaa chini na vijana na tunawahakikishia kuwa tunakuja kivyengine nafikiri saizi. So wazidi kuombea timu yao, na mafanikio ya timu ni kwa ujumla, mafanikio ya timu itakuwa mafanikio pia kwa upande wao. Asante. Mechi iliyopita imepita, kwa hiyo tunaangalia mechi ya kesho tena. Kwa hiyo kesho tena mbinu zingine zitatumika, kwa hiyo hatuwezi kusema aliyopita ameshapita. Kwa hiyo tunaangalia mechi yetu ya kesho. Hivyo wenyewe wanasema unapokwenda vitani unaenda kufia vitani. Yaani mwanajeshi yoyote anayekwenda vitani lazima afie vitani. Kwa hiyo wanavyojipanga wao kutushambulia sisi, na sisi tunajipanga kuwashambulia wao. Kwa hiyo ni mechi itakuwa nzuri. Kwa hiyo nisiseme sana kwenye kusema kwamba kwenye safu ya ulinzi ya kwetu, na wao pia wana safu yao ya ulinzi. Kwa hiyo kama mbinu zetu zitakaa sawa, lolote inaweza kitokea.
kwa sababu mechi hauwezi ukasema leo kwamba kesho mechi itakuwa hivi. Mpira una matokeo matatu, kwa hiyo lolote litakaloamua kwenye dakika 90 Mungu ndo anayejua. Hakuna pressure yoyote, kwa sababu mpira niseme mpira ni mchezo wa makosa. Yoyote atakayefanya makosa anaadhibiwa. Kwa hiyo hakuna pressure mpaka muda huu. Sisi tuko vizuri, naamini kesho tutakuwa vizuri zaidi, mechi itakuwa nzuri.